Bima Pub, urahisi wa maisha. Tuna utawala ambao upo kwa ajili ya huduma ndani ya Njombe. Jambo hili mimi nasikia fahari kuwa mmoja wa wabunge wachache ambao wapo hapa kwa ajili ya huduma ya wananchi. Wengi wanahangaika sasa hivi majimboni, wanapigana vikumbo kutafuta hizi nafasi za ubunge. Lakini mimi nimetulia kwa sababu wana Njombe mnanifahamu. Mnafahamu jambo letu. Tuna ajenda kubwa ya kubadilisha Njombe. Mwanyika oye! Tuna ajenda kubwa ya kubadilisha Njombe. Na mimi ajenda hii nasema sio ya Chama cha Mapinduzi, yani wote wana Njombe, uwe Chadema, uwe chama kingine, ajenda yetu ni hii moja. Na mna kiongozi mmoja anaitwa Deo Mwanyika. Wanasema mtumieni. Mtumieni. Yaani msibabaishwe na miruzi mingine. Najua wana Njombe hamtababaika. Hamtababaika. Tupo imara, tuna kazi kubwa, tuna mambo makubwa ya kufanya, na bahati nzuri mambo makubwa mimi yote hapa kwenye kalenda yangu. Nangojea tumalize uchaguzi, tuapishwe, tuendelee. Na sasa nitaendelea kwa nguvu kubwa kweli, maana zile vichochoro vyote na vifahamu kule. Vichochoro vyote na vielewa. Wapi pa kubonyeza, wapi kwa kwenda, wapi tunataka, wapi tunataka nini na wakati gani. Hiyo ndio faida. Mwisho kabisa, mashindano haya nikiangalia risala ambayo imesomwa na Mwalimu Haule Mahenge, na kushukuru kwa risala, na mimi ni mtu wa vitendo. Katibu wala hutahangaika kunikumbusha. Mimi wanaambia wenyewe, yani ukishaniambia hii ndio ninataka, tukumbushane tu kwa bwana kuna hiki kijakamilika, tunafanya, tunakamilisha. Kwa hiyo kutawanya madraft kwenye vijiwe, tujue tu idadi. Tukishajua idadi, tunatawanya. Mabenchi mbao tunazo wenyewe, mafundi ni wetu wenyewe. Mimi ni kuwezesha tu. Niambieni ni lini, mafundi wako wapi, mbao ziko wapi, kazi hiyo ifanyike. Kwa hiyo tunataka tuone watu wafanye baada ya kazi wanakwenda kucheza draft. Baada ya kazi wanakwenda refresh. Sasa hatupendi kuona saa 4 watu wanacheza draft. Nataka baada ya kazi watu wanakwenda kucheza draft. Unafanya shughuli zako jioni kwenye draft. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayana matatizo, ni mambo ambayo kwangu mimi nasikia fahari kuyafanya kwa sababu ni huduma kwa wananchi. Nilifanya utekelezaji wa ilani mwezi wa 12 tarehe 23 kwa tarehe 22. Nikawa nafanya tathmini tu ya kuangalia hela ambazo serikali imetupatia kwenye kipindi cha miaka 4 kwa miradi mbalimbali. Na sihesabii miradi ya barabara inayokuja, wala sihesabii kiwanja cha ndege kitakachokuja. Miradi mbalimbali mingine, maji, barabara, mahospitali, mashule. Tulikuwa tunaongelea bilioni 300 ndani ya mkoa wa Njombe. Ndugu zangu, ni fedha nyingi. Na zitaendelea kuja kwa wingi. Lakini nikajifanyia tathmini hata mimi mwenyewe kwamba hivi mimi kama mbunge mchango wangu umekuwa ni upi kwenye kuhakikisha kwamba mambo mengi yanafanyika. Na kwa kweli nilimwambia mke wangu, nasoma hapa asisikitike maana hela ni za familia. Kaambia wewe wana Njombe mumshukuru kwa sababu haya mambo mimi nayasema, lakini naye amekubali. Anataka tuendelee kutoa huduma kwa wana Njombe. Na kwa hesabu ya haraka kwa wakati ule nilikuwa nimetumia shilingi milioni 400 za mfukoni mwangu. Sasa wengine watasema mbona mimi sijaonja? Mimi sitoi kwa mtu mmoja mmoja. Mbona kuna wengine wananingoja pale wanadhani ninakuja kugawa. Mimi sera yangu ni hiyo moja, kwamba sipo kusaidia mtu mmoja mmoja. Nipo kusaidia shughuli za maendeleo za vikundi, lakini nipo kusaidia matatizo yale ambayo ni ya kweli. Tana na mama mjane, watoto wamekwama kabisa, uwezo hamna, hao ndio nawaangalia.
lakini vile vile vikundi mbalimbali. Sasa kwenye risala Mwalimu Mahenge umeongea hapa kuhusiana na swala la mikopo. Ndugu zangu, ni kweli mikopo ni mingi, na moja ombi ambalo mlikuwa mmelitoa na wananjombe walilitoa ni kuhakikisha kwamba hii watu wazima na wenyewe wanaingia. Tumefanikisha kwenye mikopo ya halmashauri, tumefanya ushawishi, walikuwa wanaishia miaka 30. Sasa wanakwenda mpaka miaka zaidi ya 30, mpaka 40, 45. Kwa hiyo tumefanikiwa kusogeza pale. Kwa hiyo mtu ambaye yuko mpaka 45 anaweza kupata. Sasa mwalimu, na kuelewa wanasema kwamba ukitoa mpaka hapa watu wanaomba kule zaidi. Kwa hiyo anasema tuongeze goli. Kuna wazee vile vile ambao na wenyewe hawako TASAF lakini ni wajasiriamali. Na ni kweli kwa data za benki tunasema kwa data za WHO, shirika la afya duniani, umri wa kuishi umeongezeka. Kwa hiyo mtu wa 50, wa 55, wa 60 bado ana maisha. Kwa hiyo ni kweli kama mnavyosema kwamba na hao waangaliwe. Kwa hiyo niseme kwamba lenyewe nalichukua kama moja ya mambo ya kuyashughulikia. Moja ya majukumu kama mbunge wenu, nina majukumu mengine ya kimkoa. Sasa katika majukumu ya kimkoa, jukumu moja kubwa kuliko yote ni kuhakikisha kwamba tunaifungua Liganga na Mchuchuma. Ndugu zangu, ufunguaji wa Liganga na Mchuchuma utabadilisha Njombe yetu. Na mimi ninafurahi kuwamegea tu kidogo kwamba tumekaa miaka mingi. Mimi nakumbuka nilikuwa mdogo mpaka nakuwa, babu yangu alikufa na miaka 90 kama 95. Alikuwa ananiambia, huko kuna chuma, huko kuna madini mengi, tunataka haya madini yatusaidie, lakini sasa tunakufa hatuoni kitu. Toka niliposikia na nilipata akili katika jambo ambalo mimi ninalipigania, kwa sababu najua manufaa yake, ni kuhakikisha kwamba Liganga na Mchuchuma inafanya kazi. Sasa habari tulionayo ni njema kwamba mimi ni mwenyekiti wa kamati ya viwanda biashara, na moja ya mambo ambayo nilikuwa na kazi ya kuchagiza kwa nafasi yangu, ukiacha kwamba ni mbunge wa mkoa wa Njombe, ni mwenyekiti wa kamati, nina kazi ya kuchagiza. Kwa hiyo nilikuwa na kazi mbili, mwana Njombe lakini mwenyekiti. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima pap kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana, hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha.